Naam, habari na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji. Tusonge mbele na habari ambazo zinajiri na kuendelea sasa hivi nchini Tanzania. Mwanaharakati maarufu wa kisiasa nchini Tanzania sasa ametoa onyo kali na ujumbe wa kutatanisha kwa raia wa kigeni ambao wanapanga kutembelea nchi ya Tanzania, huku akionya kuhusiana na usalama wa Tanzania sasa hivi. Usiku wa leo Tanzania imekuwa kivutio kikubwa duniani baada ya mwanaharakati maarufu Maria Sarungi kutumia akaunti yake ya mtandao wa kijamii X ambayo zamani ikijulikana kama Twitter na kusambaza taarifa ya kutisha kwa vyombo vya habari akitangaza kwamba Tanzania si salama. Kulingana na waraka huo wake aliochapisha kupitia mtandao wake wa kijamii, mwanaharakati huyo alisema hali ya usalama kwa sasa nchini Tanzania imedorora hadi kiwango ambacho anadai kinahatarisha sana raia na wageni wa kimataifa wanaoingia Tanzania. Hivyo sasa katika barua hiyo amepiga marufuku na kuwaonya raia wa kigeni kutotembelea Tanzania. Chapisho hili la Maria Sarungi limeenea sana usiku huu kwenye mitandao ya kijamii na kuibua mijadala mikali ya umma kuhusu hali ya kisiasa na usalama nchini Tanzania. Maria Sarungi katika chapisho lake kama vile unalolitazama kwenye skrini yako aliliandika kwa lugha ya Kiingereza, lakini haya ninayokuelezea ndiyo aliyoweza kuyachapisha. Kupitia akaunti yake hiyo anadai kuwa vyanzo vingi vya usalama vimethibitisha kuongezeka kwa mtindo wa uhalifu dhidi ya ubinadamu na ufichaji wa utaratibu wa matukio ya vurugu yanayowalenga raia wasio na hatia. Kauli yake Maria Sarungi inadai kuwa hali ni tete Tanzania kiasi kwamba watalii na raia wa kigeni wanaonywa kutotembelea nchi ya Tanzania kuanzia sasa hadi Januari mwaka 2026. Maria Sarungi, mwanaharakati huyo mtata, anasisitiza kuwa tahadhari hii ni muhimu ili kulinda maisha kutokana na kile anachoeleza kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaohusishwa na serikali. Katika taarifa hiyo ya Maria Sarungi aliyoshiriki kwenye mtandao wake wa kijamii jioni hii, anadai kuwa maelfu ya watu wanaodaiwa kuwa wasaliti na wanaoshukiwa kuwa magaidi wamekamatwa kote Tanzania. Kulingana naye Maria Sarungi, wengi wa watu hawa sasa wanafunguliwa mashtaka katika mahakama chini ya hali ambayo anasema haina uwazi. Pia mwanaharakati huyo anaripoti tena kupitia chapisho hilo lake kwamba jeshi la polisi la Tanzania hivi karibuni lilimkamata raia wa Marekani akiwa amebeba vilipuzi hatari wakati akivuka kutoka Kenya kuelekea Tanzania, na hivyo kuongeza wasiwasi kuhusu mazingira ya usalama wa nchi. Maria Sarungi anaendelea kulaani kile anachoeleza kwenye akaunti yake ya X kuwa ni jaribio la makusudi la mamlaka ya Tanzania, hususan Wizara ya Afya, kupotosha umma kuhusu miili iliyorekodiwa katika chumba cha maiti cha hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwananyamala. Anadai kwamba madai ya serikali kwamba ripoti za takriban miili 200 iliyopatikana katika chumba cha kuhifadhia maiti ni uongo. Anasema ya kwamba ripoti hizo ni uongo na udanganyifu. Chapisho hilo lake la kutatanisha jioni hii linaonyesha kuwa ushahidi usio na shaka unathibitisha kuwepo kwa miili hii ambayo baadhi anasema ilitambuliwa na jamaa. Hii ni kulingana na maoni yake Maria Sarungi. Katika taarifa yake hiyo Maria Sarungi anaongeza kuwa hali kama hiyo ilitokea katika hospitali ya mkoa wa Arusha ya Mount Meru. Katika barua au wadhifa wake wote, Maria Sarungi anarudia kuwasihi watalii ama raia wa kigeni wanaopanga kuzuru Tanzania kuwa waangalifu sana. Anasema hali inasalia kuwa ya hatari kabla ya maandamano makubwa ya kitaifa ambayo anadai yamepangwa kufanyika Disemba tarehe 9 mwaka huu. Kulingana na madai yake kwenye mtandao wa X, jibu la serikali kwa maandamano ya awali linaonyesha kuwa ukosefu wa utulivu unatarajiwa. Hizi ni kati ya madai mazito zaidi katika chapisho lake la X lililoshirikiwa sana. Katika taarifa aliyochapisha, Maria Sarungi anaeleza hali hiyo kama dharura ya kitaifa inayohitaji uangalizi wa haraka wa kimataifa. Anasema kwenye jukwaa lake la X kwamba uhalifu dhidi ya ubinadamu unafanywa nchini Tanzania na kwamba taasisi za serikali zinahusika au haziko tayari kuingilia kati kutatua. Chapisho lake Maria Sarungi linatoa wito kwa raia na watalii kuwa waangalifu sana, kwani hali inadaiwa kuwa mbaya Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa kwa vyombo vya habari Maria Sarungi aliyoshiriki, tahadhari hiyo aliyoitoa mwanaharakati huyo
ilitolewa na kile alichokitaja kuwa ni wananchi wazalendo na wasiwasi wanaodai haki, uhuru, usawa, uwajibikaji, ukweli na uanzishwaji wa katiba mpya. Anasisitiza juu ya mtandao wa kijamii na chapisho lake kwamba kundi hili linataka mageuzi ya katiba yanayoitambua Jamhuri Huru ya Tanganyika na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Huku posti yake ikiendelea kusambaa kwa wingi na kuzua hofu na uchochezi, Maria Sarungi anatumia akaunti hiyo yake ya X kusisitiza kuwa serikali ya Tanzania inashindwa kutoa taarifa za ukweli kwa watu wake. Maria Sarungi anadai mamlaka badala yake zinakandamiza ushahidi, huku watu wengi wakiendelea kutoweka wasijulikane walipo na vurugu zingine kuenea. Anadai mamlaka badala yake zinakandamiza ushahidi wa watu kutoweka. Vile watazamaji na wafuasi wake mtandaoni wamejibu kwa wasiwasi, wengine wamemkosoa na wito wa udhibitisho zaidi wa madai hayo wamemtaka Maria Sarungi kutoa udhibitisho. Maria Sarungi anadai zaidi juu ya mtandao wake kwamba vyombo vya usalama vinahusika katika vitisho vikubwa na shughuli za kuficha zenye lengo la kuficha kiwango cha ukweli cha mgogoro uliotokea. Kwa mujibu wa Maria Sarungi, jitihada za serikali za kutaka kuwasilisha Tanzania kama yenye amani na utulivu zinakinzana na kile anachoeleza kuwa ni ushahidi wa matokeo ya kikatili. Taarifa hii ya Maria Sarungi, mwanaharakati huyu ambaye amelaumiwa sana na serikali pamoja na wafuasi wa CCM kuwa ni mchochezi ambaye alichochea maandamano ambayo yaliweza kutokea mnamo tarehe 29 yaliyosababisha mauaji na majeraha mengi. Maria Sarungi hata hivyo pia anadai kuwa serikali inajiandaa kwa msako mkali wakati maandamano ya Disemba tarehe 9 yanakaribia. Maria Sarungi anasisitiza kwamba raia wanapaswa kujiandaa kwa operesheni zilizoimarishwa na vikosi vilevile. Chapisho hili lake Maria Sarungi ni chapisho la kutisha sana, na maneno yote aliyoweza kuyachapisha katika akaunti yake hayana udhibitisho wowote, kwani hajaweza kuweka udhibitisho wote wa maneno hayo ambayo ameyachapisha. Katika chapisho lake la mtandao wa X, anashutumu uongozi wa Tanzania kwa kutumia mbinu zinazotumiwa na tawala za kimabavu, zikiwemo kampeni za upotoshaji na ukimya ulioratibiwa. Anadai kuwa serikali imedhamiria kupunguza uchunguzi wa kimataifa kwa kuwatunga wakosoaji kama maadui wa amani. Madai yake sasa yamevutia umakini wa kimataifa kutokana na uhalisia wa machapisho yake. Maria Sarungi anahitimisha ujumbe wake wa mtandao wa kijamii wa X kwa kueleza kuwa Tanzania iko ukingoni mwa mgogoro wa kitaifa na kwamba dunia lazima isiangalie pembeni. Anatoa wito kwa mashirika ya haki za binadamu, balozi za kigeni na taasisi za kimataifa kuingilia kati na kuchunguza kile anachoeleza kama uhalifu unaohusishwa na serikali. Maria Sarungi sasa, barua hii yake imeweza kuzua mjadala mkubwa, lakini jeshi la polisi na serikali bado haijajibu. Wito wake wa Maria Sarungi katika chapisho hilo wa kuchukua hatua umeibua mjadala upya kuhusu utawala, usalama na uwajibikaji nchini Tanzania. Mtazamaji, habari hizi zote si matamshi yangu, ni maneno ya Maria Sarungi aliyoyachapisha kupitia mtandao wake wa kijamii wa X ama Twitter. Nijuze maoni yako. Je, unadhani Maria Sarungi anachochea tu maneno haya na hayana udhibitisho wala ukweli wowote, au je unamuunga mkono? Na kuachia uwanja wa comment section. Kumbuka kulike video hii alafu subscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.